Hivi unataka uniharibie kazi ama? Wewe jana uliniahidi nini? Sawa, jana kazi ni bana, ndo kama sijatokea. Leo mimi nitakuja. Na usipokuja nakufuata huku. Na kuahidi nitakuja. Mwanangu, usijisikie vibaya babako kutokuitikia salamu yako. Baba yako ana changamoto za kibiashara na ndio maana unamuona yuko vile alivyo. Yaani ukauze biashara vyako vya mboga mboga afu uje kunilisha mimi Mr. Kasim. Mimi sijazoea hii hali. Mume wangu, usimkufuru Mungu. Biashara yangu ya mboga mboga ndio inatupa riziki ya kula. Mama anatoka mwanangu. Leo ni mwisho wa matatizo. Kinachokupa furaha mwingine kinampa tabu. Kinachokupa tabu mwingine kinampa furaha. Usikate tamaa, kesho bado ipo. Usikate tamaa, ulimwengu wetu upo. Utapata faraja na hayo ndiyo malipo. Usilie sana, kesho bado ipo. Vipi hali ya shemeji? Hali ya mke wangu si nzuri. Amejifungua, ila kwa bahati mbaya mtoto amefariki. Nimekumbuka. Jana ndo uligoma. Ndo juisi gani ile chungu alafu na harufu mbaya? Sio juisi, ile ilikuwa pombe. Pombe? Kwa Mungu tumetoka, hakika tutarejea. Pole sana ndugu yangu. Wewe ni mwanaume, jikaze. Hiyo ni mitihani ya Mwenyezi Mungu. Ndiyo, mara moja moja unakunywa kwa kuenjoy. Ni kuenjoy tu basi. Hapana, sio vitu vyangu. Siwezi kabisa na wala sitaki kuharibu ndoto zangu. Kwani pombe inaharibu ndoto? Asante sana. Naomba unisaidie. Nina deni la 500,000 ili niweze kulipia gharama za hospitali na kuchukua mwili wa mwanangu. 500,000? Ndiyo. Nisaidie ndugu yangu. Ni azima 500,000. Nitakurudishia. Sawa, sio vitu vyake, mara moja moja tu kwa kuonja tu basi. Siwezi tena kurudia. Anyway, tuache Aisha. Nataka unisindikize kwa mshefa wangu. Mshefa? Ndona? Yaani umezidi ushamba. Mpaka unanikera muda mwingine. Kwa boyfriend wangu. Sasa ungeniambia hivyo, unaambia mshefa, mimi naelewa nini, sijui lugha gani. Lugha tu ya kuficha ukali wa maneno jamani. Bana wewe nenda kwa boyfriend wako, mimi siende na nyumba. Kwa hiyo nisindikize. Hata mimi nakufanya nini? Wewe ukoje? Tuenda tu unakaa kidogo alafu tunarudi. Nenda tu. Shoga yangu. Bye. Si unajua mimi mwenzio hiyo pesa sina. Unajua majanga yangu. Ningekusaidia lakini si unajua majanga yangu. Sasa unaenda wapi? Hebu tuliza basi akili yako, je, tunafanya nini?
njiwa, ewe njiwa, peleka sala kwa yule wangu mwambie. Ewe njiwa, peleka. Unanikumbusha mbali. Ni kweli Mama Abduli, karibu. Haya, mbona hujaleta hela ya vikoba? Mama Abduli, nivumilie, wiki hii haikuwa vizuri kabisa, lakini nitajitahidi nipunguze deni langu. Sasa sikia, nakupa ushauri, jaribu kutafuta mtu anaweza akakusaidia kwa kuwazima hata hiyo pesa, ndugu yangu. Sawa Wenzangu, yaani kule mwenzio ananikaba, mambo yangu yamefika hapa. Ni kweli Mama Abduli, nivumilie, nikienda kumalizia hela yako. Asalamu alaykum shemeji. Ndio mnavyoishi hivi? Ndio hivyo shoga yangu. Mimi naenda sasa. Mama Abduli, karibu, nitafanya hivyo shoga yangu. Hivi unajua jana tumeondoka hatujasaini yale majina. Na unajua kila siku lazima tuandike. Sijui itakuwaje leo. Shida ni wewe. Yaani umeniacha peke yangu hapa. Umeenda kwa demu zako huko. Unaniacha mwenyewe nafanya kazi peke yangu. Kiasi kama mpaka hata mimi nikasahau kwenda kuandika majina na kusign. Wewe badilika bwana. Sasa itakuwaje? Inabidi leo lazima tuandike. Wala hata usijali. Sisi pamoja tu. Leo tutasaini ya leo na ya jana. Hata usijali. Bosi wako huyo anakuja. Ngoja nikuache kwanza. Karibu. Asante. Mambo Poa, sasa hizi. niko poa. Nimekuletea chakula, maana sio kitimtimu cha siku ile. Asante, usijali, yani ndio maisha yetu. Okay. Nilidhani utapokea. Kwa nataka nirudishe au? Wewe mimi naondoka zangu, kwa heri bwana. Yako. Naona mambo si mabaya. Angalia, vya bure vina gharama. Alafu anaonekana mke wa mtu yule. Kwani shida iko wapi? Analipa fadhila tu kwa wema ambao nilimtendea. Shida iko wapi? Shauri yako. Anaonekana mke wa mtu yule. Na mke wa mtu sumu. Usiwazi mambo mengi. Hamna chochote. Anakuja tu kulipa wema, kulingana na msaada ambao nimfanyia siku ile. Hamna kitu kingine. Shauri yako. Alafu hivi umekutana naye wapi yule? Siku moja nimekuta nje hapo, nimepata tatizo, gari lake linamsumbua, basi nikawa nimemsaidia. Sasa hivi kila kitu kipo sawa. Nimekuja kugundua kwamba engine ilikuwa imechemsha sana. Na ilibaki muda kidogo tu. Ongeza kuunguza engine ya gari yako. Mungu wangu. Shida ni kwamba maji kwenye rejeta yalikuwa yameisha. So, jaribu kuwa makini wakati mwingine. Hakikisha rejeta yako ina maji ya kutosha. Ukiwa na uhakika na hilo, angalia pia upande wa oil. Hakikisha oil ni ya kutosha. Then unaweza kaendelea na ratiba zako za kila siku. Sawa sawa. Hata hivyo nashukuru sana umenisaidia. Maana sijui ningekuwa mgeni wa nani. Usijali. Naelewa vitu ambavyo nakwambia unavijua. But huenda mambo ni mengi kichwani kiasi kwamba unasahau. Ila jitahidi kuwa makini kwa wakati mwingine, maana ni vitu vya muhimu. Ni kweli.
Nashukuru sana ja. Okay, sijali. Asante. Hapana, sina haja ya malipo. Hata hivyo kazi sio kubwa. Nimefanya tu kwa msaada. Okay, sawa. Ofisi zenu ziko wapi hapa? Ukipanda na mtaa huu kulia kwako utakuta mbele kuna geti la rangi ya njano. Ukiingia hapo ulizia fundi Jacob nimemkuta, utanipata. Asante sana Jacob. Mimi naitwa Anita. Nifurahi kufahamu. Asante. Naonekana amekuelewa. Sio mbaya lakini kuwa makini. Acha mambo yako. Wewe najua una njaa sana. Chakula hiki hapa hivi tukale. Fresh tuondoke. Ndio mama. Wewe tumekutana. Sawa. Mimi swala langu ni kuhusu ulinzi shirikishi. Siwaoni vijana? Kazi inaendelea. Ila shida ipo kwenu. Michango hamtaki kutoa. Hata sasa hivi naenda kwa jirani yako hapo. Ni mara ya 3 sasa namfuata. Kwa hiyo hizi kazi natakiwa tushirikiane. Sisi tunajitahidi na nyinyi mjitahidi kutoa michango. Hali ishaanza kupungua sasa. Tushakuwa shwari sasa hivi. Hali ishaanza kuwa shwari. Sasa msipotoa michango itakuwaje? Tunaomba mjitahidi. Na wewe pia hujamalizia wewe mama. Mimi kidogo nilikuwa na changamoto. Ila kesho nitakuja ofisini. Basi sawa. Haya, kazi njema. Ndio mama. Karibu sana. Habari zako nyumbani? Salama. Karibu sana. Asante sana. Karibu mwenyekiti. Bora nimekukuta kidogo tu nikukosi. Wewe, karibu. Asante. Niko natoka naenda kwenye mihangaiko yangu. Ndio. Ndio, karibu sana. Asante. Zaidi ni ule mchango mama Ashura. Nafikiri ni mara ya 3 sasa nakuja hapa. Sasa kazi inaenda vizuri lakini michango yenu inachelewa. Tunatakiwa tushirikiane kwa hili. Mutoe michango kwa wakati. Ni kweli mwenyekiti, lakini nilikuwa nakuomba wiki ijayo nitarekebisha kila kitu kitakaa sawa. Hapana Mashula, wiki ijayo mbali. Vijana tunalipa kila wiki. Kwa hiyo ndani ya hizi siku 2-3 unatakiwa ulete hela. Unajua ni aibu kubwa. Mmebaki nyinyi tu, watu wote wameleta mchango. Unaona? Hebu angalia hapa. Jina lenu tu ndio halijajazwa hapa. Kwa hiyo jitahidini mlete hela. Hii kazi ni yetu wote, tushirikiane. Bila kushirikiana haliendi. Basi sawa mwenyekiti. Bashura akirudi nitamwelekeza kila kitu. Tutafanya hivyo. Basi sawa. Sawa mwenyekiti, karibu sana. Haya, asante sana. Vipi Adamu? Fresh, niambie. Sijaona siku 2-3 hizi, vipi kuhusu deni langu? Cheusi. Hela yako nitakulipa. Tuvumilie kidogo. Kumbuka ndio hela ambayo naitegemea kununulia vitu ambavyo mnakula. Basi shika hii. Nyingine nitakumalizia kesho kutwa. Sawa, kumbuka bado 10,000 hapo. Najua, tuvumilie kidogo Cheusi. Sawa, hamna shida. Sawa, lakini samani Cheusi. Hilo jina lako la mashosti. Kiukweli mimi sipendezi nalo. Kwa hiyo tafadhali achana na hilo jina. Adam,
Huo ni utani tu rafiki yangu. Nisikilize, hilo jina mimi silipendi. Achana na hilo jina tafadhali. Sawa, hamna shida. Kama upendi nitakuwa siwaiti tena. Hapo sawa. Jamal. Jisa. Natumai hujanisubiri kwa muda mrefu sana. Hapana. Jamal, mimi nipo tayari kukusaidia, lakini kwa masharti. Degisa. Masharti? Unajua kabisa mimi nina changamoto. Nahitaji fedha ili niende kulipa gharama za hospitali na kuchukua mwili wa mwanangu. Nisaidie tafadhali. Nitakukopesha hiyo pesa ili ukalipe deni lako, lakini nahitaji penzi lako kwanza, tafadhali. Na kama utakuwa tayari na kuhitaji kwangu, na kama hiyo haiwezekani, unaweza kaondoka. Yule mwanamke ni nani niliwakutana naye ofisini? Swali gani hiyo Chelsea? Nijibu. Ndio mama, wewe mshamba. Yaani unashangaa nini sasa? Unashangaa simu? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Shikamoo baba. Sitaki marafiki ambao hawana maadili nyumbani kwangu. Naona bosi wako kaamua kukusubiri. Ana tatizo kwenye gari. Cha msingi, changamka, wewe ni mtoto wa kiume. Shida yako nini? Mimi nataka tumfunge kabisa, ikiwezekana awe kichaa.